Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu, vita vya Marekani, Israeli pamoja na Iran, vita ambavyo Marekani amesema ustaarabu mzima wa Iran utaangamizwa usiku wa leo. Atafanyaje? Kumbuka tayari Marekani na Israeli ambazo zimeendelea kumshambulia Iran zimesababisha pia kifo cha makamanda wa jeshi la mapinduzi la Iran, ambapo wameweza kuuawa kwenye mashambulizi ya Israeli na Marekani, na vifo vimeendelea kuongezeka. Kwa siku ya Jumatatu nilipokea taarifa ya kuripotiwa ya kifo cha kiongozi wa juu wa kijeshi ambaye ni mkuu wa kikosi maalum cha Quds Force, na huyu Israeli walisema wameweza kumuua kamanda Asghar Bager ambaye alihusishwa na mashambulizi yaliyolenga wa Israeli na Marekani duniani kote. Na wako viongozi wengine mbalimbali wanatajwa, lakini Iran hajathibitisha, lakini kifo cha kiongozi huyu ameonekana kuthibitisha. Sasa miongoni mwa taarifa ambazo zinaendelea kushika tamu ni kauli ya Marekani kusema kwamba usiku wa hii leo utakuwa ni mwisho wa ustaarabu wa Iran. Lakini pia Iran naye kuna mbinu ambayo wameanza kuitumia kupitia kwa rais wao Masoud Pezeshkian. Kwanza kabisa, rais wa Marekani Donald Trump anaweza kuahirisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya raia na nishati ya Iran. Axios inaripoti Jumatatu ikimnukuu afisa mkuu wa utawala wa Marekani. Ikiwa rais anaona makubaliano yanakaribia kufikiwa, labda ataahirisha, lakini ni yeye pekee ndiye anayefanya uamuzi huo, chanzo hicho kilimwambia Axios. Afisa mmoja Pentagon ambaye jina lake alikutajwa naye alionyesha shaka kuhusu uwezekano wa kuongezwa kwa muda mwingine wa kufikia makubaliano na Iran. Na kulingana na vyanzo vya Axios, rais wa Marekani anashikilia msimamo wake zaidi kuhusu Iran miongoni mwa wajumbe baraza lake la mawaziri. Wakati huo huo, makamu wa rais wa Marekani JD Vance, mjumbe maalum wa rais Steve na mkwewe rais Jared Kushner wanaamini anapaswa kujaribu kufikia makubaliano na Tehran ikiwezekana. Sasa hayo yakiendelea, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kama wa Iran milioni 14 ambao wameonyesha nia yao ya kutoa maisha yao ili kuilinda Jamhuri ya Kiislamu, yeye pia yuko tayari kufanya hivyo. Anasema zaidi ya wa Iran milioni 14 jasiri tayari wamesema kwamba wako tayari kutoa maisha yao ili kuilinda Iran. Mimi pia nimekuwa na nitakuwa miongoni mwa wale ambao wako tayari kutoa maisha yao kwa ajili ya Iran, kiongozi huyo wa Iran aliandika kwenye ukurasa wake wa X. Mapema mwezi huu, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalbaf alisema takriban raia milioni 7 wa Iran wako tayari kuchukua silaha na kuilinda nchi yao, na yale maeneo ambayo Marekani amesema anataka kuweza kuyashambulia, basi raia wameanza kujisogeza pale na kukaa wakisubiria muda ambao Marekani ataanza kufanya mashambulizi ili wao wafe ndani ya nchi yao mama. Lakini kitendo hicho kama kitaweza kufanyika na Trump ataendelea kufanya mashambulizi, basi Donald Trump ataingia katika rekodi mbaya zaidi ya moja ya marais watakaokuwa wameangamiza watu wengi ambao ni raia wa taifa, ukimtoa mtu mzima Hitler ambaye huwa anatajwa kaua watu wengi tofauti na mfalme King Leopold wa Ubelgiji. Vilevile mkuu wa zamani wa kituo cha kupambana na ugaidi nchini Marekani ameonya kwamba Marekani itadhoofisha hadhi yake kama taifa kubwa na kuharibu uchumi wake ikiwa itajaribu kuiangamiza Iran. Anasema rais wa Marekani Donald Trump anaamini anaitishia Iran kwa uharibifu, lakini ni Marekani ambayo sasa iko hatarini. Akijaribu kuangamiza ustaarabu wa Iran, Marekani haitaonekana tena kama nguvu ya kuleta utulivu duniani, bali kama wakala wa machafuko, na hivyo kukomesha hadhi yetu kama taifa kubwa zaidi duniani. Joe Kent ambaye alitangaza hadharani kujiuzuru kwake kutokubaliana na uamuzi wa ikulu ya White House wa kuanzisha operesheni za kijeshi dhidi ya Iran ameandika kwenye ukurasa wake wa X. Anasema hili litavuruga uchumi wetu na kuvunja utaratibu wa kimataifa. Ameonya, mchakato tayari unaendelea, lakini bado tuna muda wa kuepuka janga ikiwa Trump atapata ujasiri wa kufuata mazungumzo mazito badala ya hasira na uharibifu usiojali. Vilevile, ikiwa rais wa Marekani Donald Trump atatekeleza tishio lake la kuharibu ustaarabu mzima nchini Iran, itakuwa ni baadhi ya uhalifu mbaya zaidi chini ya sheria za kimataifa. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk anasema vitisho vinavyoeneza hofu miongoni mwa raia havikubaliki na lazima vikome mara moja. Vyombo vya habari vya idara ya wakuu wa Uturuki vilimnukuu akisema kutekeleza vitisho hivyo ni uhalifu mbaya zaidi wa kimataifa. Kulingana na Turk, mashambulizi ya maksudi dhidi ya raia na miundombinu ni uhalifu wa kivita chini ya sheria ya kimataifa. Ninalaani kauli mbiu ya maneno ya uchochezi inayotumika katika vita vya Mashariki ya Kati katika wiki chache zilizopita na pande zote, ikiwa ni pamoja na vitisho vya hivi karibuni vya kuangamiza ustaarabu mzima
na kulenga miundombinu ya raia. Hii inakera, alisisitiza. Vile vile, mojawapo ya sehemu za daraja katika mji wa Mianei kaskazini magharibi mwa Iran imeharibiwa baada ya shambulio la Marekani na Israeli. Press TV inasema hakuna maelezo zaidi yaliyoweza kutolewa juu ya shambulizi hilo, ila makamu wa rais wa Marekani JD Vance anasema anaelewa kwamba walikuwa wanalenga kushambulia baadhi ya malengo ya kijeshi kwenye kisiwa cha Karg. Anaamini wamefanya hivyo, aliuambia mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban huko Budapest. Kulingana na JD Vance, mashambulio hayo hayakuwa na uhusiano wowote na tarehe ya mwisho ya rais wa Marekani Donald Trump ya makubaliano na Teheran. Anasema, si dhani kama habari kuhusu kisiwa cha Karg zinawakilisha mabadiliko ya mkakati. Trump anaendelea kusema tarehe ya mwisho ni saa 8 saa za mashariki, siku ya Jumanne, Vance aliongeza. Vile operesheni zinazoendelea za kijeshi za Marekani na Israeli dhidi ya Iran zitasababisha mgogoro katika viwanda vya kimkakati duniani kote, rais wa Serbia Aleksandar Vučić anaonya. Kuendelea kwa vita hivi kati ya Marekani na Iran kutasababisha si tu uhaba wa mafuta bali pia uhaba wa plastiki. Hii itasababisha upotevu wa ajira katika sekta muhimu za kimkakati na minyororo ya usambazaji, kuanzia tasnia ya magari hadi nyanja zingine zote, na kuathiri nchi yetu pia. Rais alielezea matumaini kwamba Serbia haitalazimishwa kusimamisha mauzo ya nje ya kilimo, akisisitiza kwamba Belgrade itatenda kwa maslahi ya raia wake ikiwa italazimishwa kuchukua hatua kama hiyo. Lakini jeshi la Iran halitaacha tena kulenga miundombinu ya Marekani Mashariki ya Kati katika mashambulizi yake ya kulipiza kisasi sasa, kwa kuwa Marekani na Israeli zimeshambulia miundombinu ya nishati katika Jamhuri ya Kiislamu. Kikosi cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kinasema kwenye taarifa yao Jumanne. Washirika wa Marekani wa kikanda pia wanahitaji kujua kwamba hadi leo tumeonyesha kujizuia sana, huku tukizingatia vikwazo fulani katika kuchagua malengo ya kulipiza kisasi, lakini vikwazo hivi vyote sasa vimeondolewa. Kikosi cha jeshi la Iran kimeonya kwamba kitasababisha uharibifu usioweza kurekebishwa kwa vituo vya nishati vya Marekani, kiasi kwamba Marekani na washirika wake watapoteza ufikiaji wa mafuta na gesi Mashariki ya Kati kwa miaka mingi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile zaidi ya watu 7,000 wamepelekwa hospitalini tangu Februari 28 baada ya mashambulizi ya makombora, Wizara ya Afya ya Israeli inasema. Kulingana na wizara, wawili kati waliojeruhiwa wapo kwenye hali mbaya, 14 wako katika hali mbaya na 27 katika hali ya wastani. Hayo yakiendelea, Rais Donald Trump wa Marekani anasema Iran itakoma kuwepo ikiwa makubaliano hayatakamilika. Ustaarabu mzima utakufa usiku wa leo, usirudishwe tena. Sitaki hilo litokee, lakini labda litatokea. Hata hivyo, sasa kwa kuwa tuna mabadiliko kamili na kamili ya utawala, ambapo akili tofauti, nadhifu na zisizo na msimamo mkali zinatawala, labda jambo la ajabu la mapinduzi linaweza kutokea. Nani anajua? Tutagundua usiku wa leo, moja nyakati muhimu zaidi katika historia ndefu na ngumu ya dunia. Nini ambacho Trump anatarajiwa kukileta kwa Iran? Haya ni maswali ambayo yameendelea kugubika wengi, kwamba amekariri kitisho chake cha kuangamiza ustaarabu mzima wa Iran endapo hakutakuwa na makubaliano kufikia usiku wa Jumanne, huku walinzi wa mapinduzi wakisema watashambulia mbali ya kanda. Mambo yatakuwaje? Tutaendelea kukujuza update mbalimbali, lakini cha msingi na cha muhimu ni amani endelee kuwepo. Rais wa Marekani Donald Trump hatarajii kufikia makubaliano na Iran ambayo yangeruhusu Washington kuondoa kauli ya mwisho iliyotolewa hapo awali kwa Teherani. Mtangazaji wa Fox News Bret Baier anasema baada ya kumhoji kiongozi huyo wa Marekani, alisema hataweka vikwazo juu yake. Baier alisema akisimulia maelezo ya mazungumzo yake katika ikulu ya White House na kurejelea uwezekano wa makubaliano na Iran. Vilevile, uongozi wa kijeshi wa Marekani umempa Rais Donald Trump orodha ya malengo ya miundombinu ya nishati na usafiri nchini Iran kwa ajili ya mashambulizi yanayoweza kutokea katika siku za usoni, The Wall Street Journal inaripoti. Kulingana na gazeti hilo, jeshi la Marekani linajiandaa kikamilifu kuingia katika awamu mpya ya operesheni yake dhidi ya Iran. Kulingana na rekodi zilizopo na data ya sasa, Pentagon imekusanya orodha kadhaa za malengo. Uamuzi wa mwisho kuhusu orodha gani ya kutumia unategemea Rais Trump atakavyopitisha, gazeti hilo liliongeza. Kumbuka, Iran wamesema chochote ambacho Marekani watakifanya, nao pia watashambulia mbali zaidi ya kanda. Kivipi? Je, wana silaha za kufika Marekani? Watafika maeneo gani? Haya ni maswali ambayo yapo. Kumbuka, Donald Trump huyu amewahi kukiri hivi karibuni kwamba Iran ni wagumu kivita.
Vilevile Israeli ilifanya mashambulizi ya anga kwenye reli na madaraja nchini Iran. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anasema, akibainisha kuwa vifaa hivi vilikuwa vikitumiwa na jeshi la Iran. Vikosi vya ulinzi wa anga vya mapinduzi ya Kiislamu IRGC, kitengo cha wasomi wa jeshi la Iran, vimerusha makombora 5 ya Tomahawk katika jiji la Kazvin, kaskazini magharibi mwa Teheran, shirika la habari la Fars limesema likinukuu vyombo vya habari vya IRGC. Mbali na hayo, kulingana na IRGC, kombora la meli liliharibiwa. Mapema Marekani na Israeli zilishambulia njia ya reli huko Kazvin. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile mamlaka katika mji wa Mashhad kaskazini mashariki mwa Iran umesimamisha shughuli katika sehemu ya reli ya metro kutokana na tishio la mashambulizi kwenye miundombinu ya jiji hilo na Marekani na Israeli, shirika la habari la ILNA limesema. Vilevile vituo vya mafuta kwenye kisiwa cha Harg cha Iran havikuharibiwa katika mashambulizi ya Marekani na Israeli, shirika la habari la ILNA limeripoti. Vituo vyote vya miundombinu ya mafuta vinaendelea kufanya kazi kikamilifu, chanzo kilisema, na kuongeza kuwa mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya kijeshi na mifumo ya ulinzi wa anga. Shirika la habari la Mehr lilisema mapema kwamba kisiwa cha Harg ambacho kina vituo vikuu vya mafuta vya Iran kilikumbwa na mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Marekani na Israeli. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile imepoteza ndege na helikopta zenye thamani ya angalau dola milioni 500 wakati wa misheni ya uokoaji iliyolenga kumpata rubani aliyeanguka nchini Iran. Mtaalamu wa kijeshi Alexander Stepanov wa taasisi ya sheria na usalama wa kitaifa katika chuo cha rais wa Urusi cha uchumi wa kitaifa na utawala wa umma anasema, kulingana na Military Magazine Watch, Marekani ilipoteza takriban ndege 11 wakati wa operesheni hii, ikiwa ni pamoja na ndege za utafutaji na uokoaji za gharama kubwa za HC-130J na helikopta za upelelezi za Little Bird zinazotumiwa na vikosi maalum vya operesheni vya Marekani SOF kutekeleza misheni za siri nyuma ya mistari ya adui. Stepanov alibainisha kuwa hasara hizi zinaonekana kuwa zisizolingana na matokeo ya misheni, yaani uharibifu wa vifaa vyenye thamani ya mamilioni ya dola. Hata anakadiria hasara ya jumla inazidi dola nusu bilioni. Alipendekeza zaidi kwamba baadhi ya vifaa viliharibiwa pamoja na wafanyakazi, akitoa mfano wa picha za mtandaoni za miili iliyoungua pamoja na mabaki kama ushahidi. Stepanov alitoa maoni kwamba operesheni ya uokoaji ilikuwa hasa juhudi za mahusiano ya umma inayoendeshwa na hamu ya utawala wa Trump ya aina fulani ya ushindi. Hata hivyo, kiwango cha upotevu wa vifaa vya Marekani, alisisitiza, kinaonyesha kwamba Marekani haiendelei kuwa na ubora wa anga kuliko Iran. Vilevile, mkataba wa amani wa kudumu na Marekani unapaswa kuruhusu Iran kutoza ada za kupita katika mlango bahari wa Hormuz ambazo zitategemea aina ya chombo na mizigo yake pamoja na hali iliyopo, Richards anamnukuu afisa mkuu wa Iran akisema. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official.